Teherani imekarabati mara moja uharibifu ambao ulisababishwa na mashambulizi ya hivi karibuni kutoka Israeli katika miundombinu yake ya kijeshi. Waziri wa ulinzi wa Irani wa kuitwa Azizi Nasirzadeh amesema hivyo. Utawala wa Kizayuni, vitendo vyake vya hivi karibuni vya uchokozi vilisababisha uharibifu usio na maana ambao tulirekebisha mara moja kwa kutumia uwezo wetu wenyewe wa kufanya utafiti. Shirika la habari la Mehr limemnukuu hivyo waziri huyo wa ulinzi kutoka nchini Irani wa kuitwa Azizi Nasirzadeh, ambapo kulingana na mkuu huyo wa ulinzi, ikiwa Irani ingetegemea uwezo wa ulinzi na utafiti wa nchi zingine, haingekuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Amesema hivyo waziri wa ulinzi kutoka nchini Iran. Inakumbukwa mnamo tarehe 26 mwezi wa 10, jeshi la Israeli lilitangaza kufanya mashambulio dhidi ya vituo vya kijeshi nchini Irani ili kukabiliana na mashambulizi yanayoendelea, ambapo kwa mujibu wa jeshi la ulinzi wa anga la Irani lilisema maeneo ya kijeshi katika majimbo ya Elam, Teherani na Khuzestan yalishambuliwa, lakini Israeli ilisababisha uharibifu mdogo tu, huku mifumo ya ulinzi wa anga ikikana athari kubwa, ambako pia kulingana na wafanyakazi wakuu wa majeshi ya Irani walisema shambulio hilo lilitoka kwa anga inayodhibitiwa na Marekani juu ya Iraki, ambako shambulio hilo la Israeli lilipelekea wanachama 4 wa huduma za Irani kufariki dunia au kupoteza maisha baada tu ya shambulio hilo la Israeli mnamo Oktoba 26 ya mwaka 2024, yani siku ya Jumamosi ya wiki iliyokwisha kupita. Na pia nakukumbusha kwamba unaweza ukashuhudia matukio hayo moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa vita, au pia ukapata taarifa hizo kwa njia ya WhatsApp, ambako pia huko nimekuwa nikiweka taarifa nyingi na matukio mengi ambayo kwa mujibu wa masharti na vigezo vya YouTube basi kuviweka hadharani imekuwa vigumu kabisa. Basi unapata nafasi ya pekee sana kuyashuhudia matukio hayo moja kwa moja kutoka mstari wa mbele kwa njia ya WhatsApp. Unaweza ukajiunga sasa moja kwa moja kwa kulipia kiasi cha shilingi 1000 kupitia nambari ya Tigo Pesa ya 0679619650, yani 0679619650. Basi na kukaribisha sana pia kupata taarifa hizi na matukio hayo kutoka Mashariki ya Kati, Urusi na Ukraine pia kwa njia ya WhatsApp.